Tumeisikia KKKT Marathon kwa muda sasa naamini, lakini ningependa kuwafahamisha kwamba hizi ni mbio ambazo halmashauri kuu ya kanisa letu iliyokaa katika kikao cha mwaka jana mwezi wa 10 kule mkoani Kilimanjaro kiliridhia ombi hili kutoka katika kamati ya mipango kuwako na mbio za KKKT ambazo mbio hizi zitakuwa ni sehemu ya maadhimisho ya kuzaliwa kwa kanisa la KKKT hapa Tanzania. Kwa hivyo viongozi wetu wa kanisa waliridhia kuwekwa kwa mbio hizi, na mbio hizi zilizinduliwa rasmi katika kikao cha halmashauri kuu iliyofanyika mkoani Morogoro mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hivyo hapa tuko katika kuendeleza kuhamasisha na kuweza kuona kwamba lile lengo ambalo tumejiwekea la kuweza kuona ushiriki wa dayosisi zetu zote zinaweza kufanikiwa, lakini pia kuweza kudhihirisha umoja na nguvu ya kanisa letu. Tumesikia katika neno leo ambalo lilikuwa linazungumzia umoja, na hii ni sehemu ya kuweza kuthibitisha umoja wetu kama kanisa la KKKT. Basi naweza tu kuendelea hata bila kuonesha. Kwa hiyo mbio zetu ni KKKT Marathon na zitafanyika tarehe 21 mwaka huu mwezi wa 6 katika jiji la Arusha katika kiwanja vya Sheikh Amri Abeid. Hivi ni viwanja vikubwa kabisa katika mkoa wa Arusha. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba na kwamba tunatarajia kwamba hata katika dayosisi ya Kusini Mashariki mwa Ziwa Victoria tutashiriki vyema na kuweza kuwakilisha vizuri. Inaweza ikawa sehemu ya utalii kwa dayosisi kuweza kufika pengine siku moja kabla. Hii itategemea na utaratibu wa dayosisi ambao utakuwa umewekwa. Lakini mbio hizi zimewekwa hasa kimsingi kabisa ni kuimarisha umoja wa kanisa, lakini tunayo malengo ambayo katika malengo mahususi tuliojiwekea tumeweka kwamba ni nia yetu kuweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni 500 ambazo kuna mkakati tayari ambao umeweza kuwasilishwa hata katika dayosisi zetu na kwa viongozi wetu wa kanisa namna ambavyo tutaweza kufikia lengo hili. Lengo hili linaweza kuonekana ni kubwa, lakini pia lengo hili linaweza kuonekana ni dogo kulingana na namna ambavyo tutaweza kutazama namna na viungo mbalimbali vya kanisa letu na ukubwa wake, tukijua kwamba kanisa lina waamini milioni 8.5 kwa hapa Tanzania pekee. Kwa hiyo tunaweza tukaigawa hii milioni 500 tukaona kwamba kila mmoja kwa wastani anaweza akachangia kiasi gani, lakini tunafahamu kuna wale ambao Mungu ameweza kuwabariki zaidi, basi tunakaribisha kuweza kushirikiana nasi kuweza kufanikisha lengo hili. Lakini pia tunatarajia kuweza kukutana waamini, lakini pia wadau mbalimbali patao 1500 kule Arusha. Katika mbio hizi tunategemea watu 1500 kuweza kukusanyika pamoja. Kwa hiyo ni mbio za kipekee kabisa, na tunaamini kwamba tunaweza tukaweka kishindo kikubwa kabisa kwa kuwa na mbio ambazo zinaweza kuleta watu wengi zaidi kwa pamoja, kwa umoja wetu na kwa nguvu yetu. Lakini pia katika mbio hizi basi tunaweza kujiuliza kwamba hichi kiasi cha fedha tunachokipata tunalenga kufanya kitu gani? Kiasi hiki cha fedha tunategemea kuweza kufadhili utoaji na kugawa bima za afya kwa watoto 1500, na hawa ni watoto walio katika mazingira magumu ambao ni wahitaji na wale ambao wanaishi na magonjwa sugu kama vile saratani, lakini magonjwa ya muda mrefu hasa wale ambao pia wanaishi na VVU. Lakini pia pamoja na malengo haya ya kuweza kuwafikia watoto hawa 1500, dayosisi yetu hii ya Kusini Mashariki mwa Ziwa Victoria itaweza kutoa watoto 53 ambao watakwenda kupata bima hizi za afya. Na hawa watoto tunawafahamu wahitaji walioko katika mitaa yetu, katika jamii yetu. Kwa hiyo tutakwenda kuwagusa kwa kuweza kuwapatia bima za afya, tukitambua ya kwamba kupitia hali walizonazo ni wahitaji wa kuweza kupata matibabu mara kwa mara, na hivyo wanahitaji kupata tu si matibabu, lakini pia kupata huduma bora za afya, na huduma bora za afya zinaweza kupatikana hasa ikiwa mtoto huyu anaweza kuwa na bima ya afya. Kwa hiyo anahakikishiwa zaidi kupata huduma za afya.
Lakini pia tunazo shule za kanisa za watoto wenye mahitaji maalum za shule 3, ambayo shule ya kwanza ambayo tunailenga si shule 3 tu kanisa lilionazo, zinazo shule nyingi za watoto wenye mahitaji maalum, lakini kwa awamu hii tunalenga kutoa vifaa saidizi kwa watoto 327 walioko katika shule zetu za msingi za viziwi kule Mwanga, lakini pia shule ya msingi na sekondari ya viziwi iliyoko Njombe, zilizoko Njombe, huko Njombe. Kwa hiyo katika lengo hili tumeweka kwamba tunataka kutoa vifaa saidizi vya kusikia kwa hawa watoto, lakini pia vifaa saidizi vya kufundishia kwa walimu na pia kutengeneza maudhui ya kufundishia kwa watoto katika shule hizi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata elimu iliyo bora, nao pia wanaweza kuwa watu ambao wanaweza kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu la Tanzania. Lakini pamoja na hili tumejiwekea lengo la kuweza kwamba hii itakuwa ni fursa yetu kama kanisa kuweza kutangaza huduma mbalimbali ambazo kanisa linazitoa. Lakini wale ambao tumewalenga sasa kuweza kushiriki, tunategemea kwamba watakuwa ni wana KKT, waumini wote wa KKKT wanaweza kushiriki, lakini viongozi wetu wa kanisa, taasisi za serikali, viongozi wa serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia, wadau mbalimbali wa maendeleo, lakini pia washirika wetu wa ndani na wa kimataifa pia watashiriki, na tumekwisha kuandikia barua na tunategemea wataweza kushiriki. Mbio zetu sasa ni mbio ambazo zina umbali tofauti tofauti. Tuna mbio za kilomita 2.5 ambazo hizi tunategemea kwamba ni watoto wataweza kushiriki pia. Kwa hiyo tunatoa wito kwa watoto wetu kuweza kuwasajili na waweze kushiriki. Lakini pia tuna mbio za kilomita 5, mbio za kilomita 10, kilomita 21 na kilomita 42.9. Na katika kilomita 42.9 watu ambao wanaweza pia kuendesha baiskeli wanakaribishwa kuweza kushiriki katika kilomita hizi. Tunafahamu ni umbali mrefu sana, kwa hiyo kwa wale ambao hawajazoea mazoezi ya kukimbia wanaweza kukimbia kwa baiskeli. Katika siku hii ya kilele ya KKKT Marathon ambayo itakuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu katika mkoa wa jiji la Arusha, tunategemea kwamba tutakuwa tuna mkuu wa kanisa ambaye ndiye mwenyeji wetu wa mbio hizi, lakini pia tutakuwa na hotuba ya kutoka kwa mgeni wetu rasmi, ambapo tunatamani kuweza kuwa na makamu wa rais, lakini tutaweza kupata majibu baadaye. Lakini pia tutakuwa na ugawaji wa zawadi mbalimbali na pia ugawaji wa vyeti vya heshima kwa watu mbalimbali na kutambua dayosisi zetu zote ambazo zimeshiriki, lakini pia maburudisho mbalimbali, kwaya mbalimbali za KKKT na wasanii wa injili mbalimbali watakuwepo. Lakini pia tunatoa fursa ya maonesho, ambapo kwa wale wafanyabiashara walioko katika mkoa wa Shinyanga tunawakaribisha kuweza kuwa wadhamini na kuweza kuonesha bidhaa zile ambazo wanazo na ambazo ama huduma zile ambazo wanatoa, ambazo wangeweza kupata fursa hii ya kuweza kujitangaza. Sasa tunaweza kushiriki vipi hapa wana usharika wa Ebeneza? Tuna namna tofauti ya kuweza kushiriki. Tunaweza kushiriki kwa aina mbili ya vifurushi, ambavyo mtu atakapojisajili kupitia tovuti yetu ya KKKT Marathon ataweza kujisajili kwa paketi kwa kifurushi cha shilingi 35,000 ama kifurushi cha shilingi 100,000 na 50,000. Kwa kuchangia kwako shilingi 35,000 utaweza kupata t-shirti ya kukimbia, lakini pia utakapomaliza mbio zako utapata pia medali. Lakini kwa kuchangia shilingi 100,000 na 50,000 utapata tracksuit, t-shirti pamoja na medali pale utakapomaliza mbio zako. Tungeweza kuona t-shirti zetu na tracksuit zetu jinsi zilivyo nzuri, na zitakuwa na kauli mbiu yetu hii ya kimbia kwa moyo, saidia kwa upendo. Lakini pia kwa wanausharika wale ambao wana biashara, basi tunawakaribisha kuweza kuzungumza nasi, kuweza kufahamu namna ambavyo wanaweza kuwa wadhamini wa mbio hizi, na tutaweza kuwatangaza katika mitandao yetu ya kijamii, katika redio ambazo tunafika na kushirikiana nao. Lakini pia katika siku ile pale kwenye maonesho wanaweza kuonyesha bidhaa ama huduma wanazozitoa.
Namna ambavyo unaweza kushiriki, nimesema kwamba unaweza ukaingia katika tovuti ya KKKT Marathon. Ukiingia tu kwenye browser, andika tu KKKT Marathon, itakuja pale na utaona mahali pameandikwa jisajili. Utaweza kujisajili, kisha utapokea ujumbe wa SMS kwenye simu yako, iwe simu ya kitochi, iwe ya namna yoyote ile, utapokea ujumbe na utapata control number. Ile control number ndio utakayoitumia kwa ajili ya kukamilisha usajili wako kwa kufanya malipo. Na usajili wetu tutakamilisha kwa kutumia utaratibu wa kufanya malipo kwa benki, na utachagua benki yetu ya Maendeleo Benki ambayo ni benki ya kanisa, na utakwenda kutumia ile control number. Itakapokuambia kuweka account number, utatumia ile kumbukumbu namba ama control number uliyoipata kama account number, na kisha utafanya muamala na kuingiza namba yako ya siri na kuweza kukamilisha muamala huo. Kwa hiyo nitoe ari kwenu nyote kuweza kushiriki. Unaweza kushiriki, lakini pia kwa wale ambao wanafikiri hawana kiasi kile cha 35,000 ama wana shilingi haifiki 1,500,000, tunapokea michango hiyo yote. Katibu wetu wa usharika atapokea kwa usharika huu, ndiye mwakilishi ambaye atapokea na kuweza kukusanya michango hiyo yote na kuiwakilisha kule katika diocese na kwa mratibu wa diocese na kuweza kukamilisha usajili. Kwa hiyo tunapokea hata shilingi 2,000 uweze kugusa mioyo ya watoto hawa na kuweza kubadilisha na kuleta tabasamu kwa watoto hawa. Karibuni sana KKKT Marathon. KKKT Marathon. Asanteni sana.